بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ama baada, ndugu zangu wa Kiislamu, vipenzi vyetu, mwanamke wa Kiislamu na mwanamume wa Kiislamu, na husisha salamu hizi kwa dhati ya moyo wangu. Natuma sauti hii adhim, sauti hii ambayo kuwa ndani yake inakusanya neno la shukran, inakusanya neno ambalo kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yashkuri nnasa lam yashkuri llah, ambaye kuwa hawashukuru watu wa wema wao kwa ihsani zao, basi huyo hatomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema vile vile kwamba mwenye kukufanyia wema basi mlipe, kafiuhu, yani mlipe chanifahamu kwa wema wake. Kwa hivyo idha qulta liman ahsana ilayka, utakaposema kwa yule kufanyia wema, jazaka Allahu khaira, Mwenyezi Mungu akulipe khairi, fakad kafata. Kwa hivyo uongozi wa mwanamke na mwanamume wa Kiislamu unatoa shukrani za dhati kabisa, shukrani adhim ndani ya nafsi zao, ndani ya amaki kulubihim, juu ya khairi na juu ya sadaka ambayo kuwa mumeitanguliza na umoja mliouonesha katika kufikisha sadaka kwa ndugu zetu wanaohitajia, wa mbali na wa karibu. Jambo hili ni adhim, jambo hili ni tukufu, jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika Qur'an, umuhimu wa kutoa, fadhila za kutoa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akachukua nafasi ya kulizungumza. Kwa hivyo ni jambo kubwa, ni jambo adhim, ni jambo tukufu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ambayo kuwa inazungumzia mudhaafatu al-ajri, kuongezewa kwa ujira kwa yule mwenye kutoa. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mfano ambaye anatoa mali yake katika njia ya Allah, anatoa mali yake kwa ajili ya Allah kwa namna yoyote ile, lakini ni kwa ajili ya Allah. Kamathali habba, ni mfano wa tembe moja, mbegu moja, ambatat 7 sanabila, itakaotesha mashuke saba, na katika kila shuke moja kuna haba hubub 100, na Mwenyezi Mungu humuongezea anayemtaka, wallahu wasiun alim, humuongezea anayemtaka kwa kadri ya mtu ya nia yake, kwa kadri ya ikhlasi yake. Vile vile tukiangalia kuna aya ambayo kuwa inahimiza kutoa kabla kupitwa mtu na muda, mtu atoe kabla hajapitiwa na muda haujampita. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum, enyi mlioamini toweni tulichokuruzukuni, min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi, kabla haijafika siku ambayo kuwa hakutokuwa tena na sadaka itakokubaliwa, hakutokuwa tena na mauzo, hakutokuwa na chochote. Hivi sasa ndio mtu atoe kabla muda haujafika. Vile vile aya ambayo kuwa inazungumziwa kukubaliwa vilivyo vizuri, Allah anasema alladhina yunfikuna amwalahum billayli, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibat, toweni vilivyo vizuri mlivyovichuma. Lakini ujira vile vile kuna aya inazungumzia ujira wenye kutoa, la ya alladhina yunfikuna amwalahum billayli wan nahar, wanaotoa mali zao usiku na mchana, asiri kwa dhahir, falahum ajruhum inda rabbihim, wanaujira wao kwa Mola wao, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Lakini tukija katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye amezungumza maneno mafupi, lakini ndani yake ana maana kubwa kabisa. Mtume amesema katika hadithi, as-sadaqatu la tunqisu al-mal, sadaka haipunguzi mali. Amesema ma naqasat sadaqatun min mal, sadaka haipungui kutokana na ma naqasat sadaqatu min mal, yani sadaka haipunguzi mali ya mtu. Wama zada Allahu abda bi'afwin illa izza, Mungu hatomzidishia mja kutokana na kusamehe isipokuwa utukufu, wala hatonyenyekea mja kwa Allah isipokuwa Allah atamnyanyua. Pia katika hadithi nyingine, alwiqayatu minan nar, kwamba sadaka ni kinga kutokana na moto. Mtume amesema ittaqun nara walau bishikki tamra, jijepusheni na moto, jikingeni na moto japo kwa kutoa koko ya tende. Hii ina maana kwamba lazima utoke koko ya tende,
Hii ni maana yake ni sadaka, yani toa sadaka hata kitu kidogo kwa ajili ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga kutokana na adhabu ya moto. Lakini pia vile sadaqatu jaria, sadaka yenye kuendelea, mtume amelizungumzia hilo aliposema atakapokufa mwanadamu matendo yake yote, amali zake zote zitakatika isipokuwa amali 3 tu. Katika hizo akasema as-sadaqatu jaria, sadaka yenye kuendelea. Ndugu zangu wa Kiislamu, kumbe mwanamke na mwanamume wa Kiislamu na wote ambao kuwa wamehusika kwa namna moja au nyingine kutoa sadaka zao kwa kupitia ukumbi wetu wa mwanamke na mwanamume wa Kiislamu, basi ukumbi huu ni ukumbi salama kabisa, ni ukumbi unaosimamiwa na viongozi waaminifu, viongozi ambao kuwa ukitoa sadaka yako, ukitoa mali yako, biidhnillahi taala itafika kule kunakokusudiwa. Kwa hivyo usiwe mbali na kushirikiana na ukumbi huu wa mwanamke na mwanamume wa Kiislamu kwa ajili ya kufikisha sadaka yako unapohitajia. Ukitaka kuchimbiwa kisima, ukitaka kujengewa madrasa, ukitaka kufanya lolote la khairi, basi onana na uongozi wa mwanamke na mwanamume wa Kiislamu, biidhnillahi taala sadaka yako itatua katika mikono miaminifu kabisa. Kwa hivyo ukitaka kuwasiliana na sisi, namba zetu ni kama ifuatavyo: nyota yani +968 79 39 32 94. Ukitaka kuzungumza na sisi, ukitaka kutoa sadaka yako popote pale ulipo katika ulimwengu huu, basi namba ni hiyo. Wasiliana na sisi wakati wowote biidhnillahi taala, tutakupa maelekezo na sadaka yako kama tulivyosema itatua katika mikono miaminifu. Narejea tena kutaja namba ni nyota 968 79 39 32 94. Lakini vile vile tunakumbushia mbeleni huko tuna Eid al-Adha biidhnillahi taala, basi insha Allah tutatoa tangazo rasmi kwa ajili ya kutangaza kukusanya michango na sadaka kwa ajili ya kufanya udhiya, kwa ajili ya kuwasaidia na kuwalisha maskini ambao hawana uwezo katika siku ile ya Eid hata kupata kitu kidogo kabisa cha kuweza kujikimu katika siku ile. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.